بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. Ikiwa ni usiku wa tarehe 29 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1447 biidhnillahi ta'ala, kalima leo itafungamana na kuhitimisha mwezi wa Ramadhan na ibada ambazo bado zamkabili Muislamu baada ya kuondokewa na mwezi wa Ramadhan. Na wakumbusha kuwa juzi tu tulizungumza hapa katika khutba ya Jumaa kuwa na wakumbusha maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema ayaman ma'dudat, ni masiku machache ya kuhesabika, na kuwa umri ikiwa bado upo tutakumbushana kuwa hivi mwezi wa Ramadhani ushaondoka, ni masiku machache yamepita kwa haraka sana. Walillahi alhamdu wal minna, kila mmoja wetu ameuona mwezi wa Ramadhani na aliyejibidiisha katika ibada alihisi furaha katika moyo wake na utulivu katika moyo wake, kiasi cha kuwa kuna baadhi yetu wenda wakasema ya laiti ningefariki nikiwa katika hali kama hii, hali ya kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, wafanya ibada huko katika khairi. Ni muhimu sana ifahamike annahu wa in inqadha shahru Ramadan fa inna amala almu'min la yanqadhi qabla almaut. Hata ikiwa mwezi wa Ramadhani umekatika, umekwisha, nataka tufahamu kuwa amali ya Muislamu haikatiki isipokuwa kwa mauti. يقول الله سبحانه وتعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، muabudu Mola wako mpaka atakapokujilia mauti. Al-yaqin yani al-maut, لقوله تعالى وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين يعني الموت. Kwa Allah akamwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam, sisi tufuate, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka atakapokujilia mauti. Falam yaj'al linqita'i al-'amali ghayatan illa al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala hakuweka mwisho katika amali isipokuwa ni mauti. Kwa ingawa mwezi wa Ramadhani umekatika, lakini Muislamu hajakatikiwa na amali nyingi sana aweze kuzifanya katika miezi mingine zinazofanana na zile alizozifanya katika mwezi wa Ramadhani. Tuje katika ibada ya saum. Ibada ya saum ambayo ndiyo ibada adhimu tulioifanya katika mwezi wa Ramadhani, ndiyo nguzo katika nguzo za Uislamu. Saum, ibada hii bado ipo mwaka mzima. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani
kisha akafuatiliza na kufunga siku 6 za mwezi wa Shawwal, basi ajiri yake ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Walillahi alhamdu wal minna. Na hili ndugu zanguni, itakuwa sahali kwako usilicheleweshe, sababu ikishaingia siku ya Eid ukianza kula mchana, kisha siku ya pili ukala ukasema leo wacha kesho pia nile kidogo, napumzika kama wiki, waweza kupita ule mwezi, ile nafsi ikaona uzito kufunga mpaka ikapita mwezi wa Shawwal, usiipate ajiri hii. Kwa hivyo ni bora wakati ule wewe mwenyewe bado umezoea ile saumu, baada ya kumaliza Eid, ikiwa waweza kufunga wakati wa karibu wezekanavyo kufunga, ikiwa ni siku ya pili baada ya Eid. Zamani sisi tukichukulia ni saumu ya wazee, baada ya Eid wafunga moja kwa moja siku 6, kisha wamaliza, kisha basi. Au waweza kufunga siku ya Jumatatu na Alhamisi, kwa wiki 3 ushamaliza siku 6, Jumatatu Alhamisi, Jumatatu Alhamisi, ukapata ajiri mara 2 ya kufunga Jumatatu na 6 na Alhamisi na 6. Pia ni njia, na ndio ushike kasi sasa nikuzungumzia somo hiyo. Pia uwe mwaka mzima wewe umejiwekea nasibu yako ya kufunga katika kila mwezi. كذلك صيام 3 أيام من كل شهر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله. رواه الإمام أحمد والإمام مسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kufunga siku 3 kila mwezi na Ramadhani mpaka Ramadhani, basi hii ni sawa na kufunga mwaka mzima, kwa sababu alhasanatu bi'ashri amthaliha. Kufunga siku 3 tu katika mwezi waandikiwa kama ulifunga mwezi mzima. Kwa bado ibada ya saum yatufuata hata baada ya Ramadhani kwa yule anayependa, sababu wewe umesikia ile raha uliyosikia katika nafsi yako, usikatize nafsi yako na ile raha uliyosikia katika taa. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أوصاني خليلي ب3. أبو هريرة akimzungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam na wasia aliyompa, alikuwa akisema awsani khalili, amenihusia mimi kipenzi changu. Na haya maneno yaonyesha yale mahaba waliokuwa nao masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Awsani khalili bi3, kipenzi changu amenihusia mambo 3, la ad'ahunna ma aishtu, sitayawacha haya mambo 3 aliyohusia maadamu naishi, nitatekeleza wasia huu. Wewe ukisikilia utafikiria ameambiwa mambo ya wajiba, maana hizo siwachi kufuata wasia huu. Kisha akataja mojawapo katika alivyotaja, wasiyam 3 ayamin min kulli shahr, kufunga siku 3 kila mwezi. Vile vitu vingine viwili ni kwa an utira qabla an anam, ni swali witri kabla ya kulala. Na hili jambo lingine, kuna watu hawaswali witri mpaka Ramadhani. Leo tukishamaliza leo kuswali witri leo mpaka mwaka ujao, enda tu. Bwana, witri waweza kuswali rakaa moja peke yake, haikushindi rakaa moja tu moja. Ukimaliza kuswali salatul isha, swali baadia rakaa 2, ukishatoa salamu simama swali witri rakaa moja, kisha ndaza kulala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema Mtume sallam aniusia mimi an utira qabla an anam, ni swali witri kabla ya kulala, rakaa moja ya kushinda. Soma suratul ikhlas, suratul fatiha na ikhlas, Allahu akbar, kush rakaa moja kila siku, swali rakaa moja mpaka ifike Ramadhani nyingine, waweza ikushindi. Na ukiizoezesha nafsi yako utakuwa wasikia dhiki ukiiacha. Kuanza kuanzia ikiisha tu Ramadhani usiwache kuswali witri. Kadhalika
rak'atay ad-duha. Abu Hurairah sema na amenihusia kuswali rak'a mbili za duha, na hizi pia ni nyepesi za kuswali, na hasa ikiwa katika wale wanaohudhuria katika durus miskitini baada al-fajr, huwa darasa zaendelea mpaka wakati wa shuruq, watu wasimama swali rak'a mbili kisha waenda zao. Hudhuria na ndugu zako upate ajra adhim kama hii. Lakini mahallu shahid siyamu 3 ayami min kulli shahr. Alinihusia mimi kipenzi changu kufunga siku 3 kila mwezi. Wal aula an takuna ayyam al-bid, na aula zaidi yani yale masiku meupe, wa hiya 13 wal-14 wal-15, tarehe 13, 14, 15 kila mwezi ushikilie hiyo somo, masiku meupe. لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. الحديث رواه أحمد والنسائي. Kwa hivyo hizi siku 3 hizi ni bora zaidi zio ayyamul bidh. Ikiwa kwa mfano umeshindwa kufunga Jumatatu, Alhamis, basi usiwache angalau siku ngapi? 3. Una ruhusa ya kufunga siku yoyote katika ule mwezi, bora ziwe 3. Lakini wanaoviona sema bora zaidi ni huu wasia wa Mtume sallam aliyomwambia nani? Abu Dharr, ukitaka kufunga siku 3 basi zifanye hizi 3, 13, 14 na 15. Kwa hiyo hizo pia ni siyamu ambazo waweza kuendelea baada ya Ramadhani. كذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. kufunga siku ya Arafa ni sababu ya mtu kufutiwa madhambi yake madogo ya mwaka uliopita na mwaka uliobakia unaokuja mbele. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. na siku ya Ashura wasamehewa madhambi ya mwaka uliopita mzima, madhambi madogo. وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. Mtume sallam akaulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu, akasema ndio siku niliyozaliwa. Sasa wewe angalia, Mtume sallam aulizwa kuhusu kufunga siku ya Jumatatu, asema siku niliyozaliwa. Watu maulidi siku hii hapa si dalili ya maulidi, hii ni dalili ya kufunga. Hii ni dalili ya kufunga kila Jumatatu. Unaona hapa yaumun ulidtu fi, ndio ni siku ya Jumatatu. Aliisherehekea vipi? Alikuwa akifunga. Alafu hii haimaanishi kuwa na wewe pia siku yako ya kuzaliwa ikifika ufunge. Hii ni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya watu ikifika birthday yake ati wafunga. Mimi kila nikifika birthday nafunga. Unafanya jambo la maana, kumbe mubtadi', nishazua bid'a. Mbona masahaba wakuelewi hadithi hivi? Kwa kila mmoja ngoja siku yake kuzaliwa iwafunga. Hii nkuja karibuni kwa sababu watu washerehekea birthday. Sasa yeye akaona ile birthday tutasherehekea, lakini wacha niweke kisheria. Kisheria vipi? Nifunge badala ya kukata keki. Na pia hiyo kata keki sio na kata keki usiku jitu zima liko la vivia itwaje nini, mishumaa, jibaba zima la vivia mishumaa, dudu vule. Wewe washerehekea miaka yaenda, utakufa. Alafu kuna wengine, kuna watu wanaofahamu mdogo, wewe wacha akhrat, wewe wafa, nenda kufa, jitayarishe kwa ajili ya akhira. Mimi nasherehekea nani nikwambia katika dini kuna kusherehekea birthday? Hakuna. Mambo ya kwa makafiri tu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yawmun bu'ithtu fihi, ndio siku ambayo nimetumilizwa. Na hapa tupata faida nzuri sana kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ile siku aliyozaliwa ndio ile siku alifanya nini, alitumilizwa. Na ntumilizwa kwa kuletea sura gani? Iqra interemshwa mwezi gani? Sasa nzaliwa nini Mtume? takuwa nzaliwa nini? Wallahu a'lam. Nzaliwa mwezi wa Ramadhani, sababu mwezi wa Ramadhani, shahr Ramadhani alladhi unzila fihi alquran, ndio teremshiwa Qur'an Mtume sallallahu alaihi wasallam. Au qala unzila alayya fihi. Kuna kauli ya wanaovyoni na ina nguvu kuwa
ni Ramadhani. Lakini sasa tukiileta Ramadhani ile maulidi hatutoweza kula, tumfunga, ikabidi tuipeleke kule kwingine kwa siku ya kufa. Ile siku ya kufa ile ndio ikatiwa siku ya maulidi. So Mtume sallallahu hatuna shaka kungufa 12 min Rabiul Awwal tufi an-Nabii sallallahu alayhi wasallam tarehe 12 ndio alikufa, ndio hiyo siku alikufa Mtume sallallahu. Jamaa washerehekea. Sasa ukiambia lakini sisi tuangalie ile ya kuzaliwa, tuangalie ile ya kufa. Hata nyinyi hapa ikitokea kuna harusi kisha mtu akafa, siku hiyo amsherehekea ile harusi, yaweza vunjwa ile harusi. Kwa nini? Kwa sababu haikai sawa kwenye msiba na wewe ukafanya nini, ukafurahikia. Ikiwa ni hivyo basi, katika siyam ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezihimiza, tukumbushana haya, tusione kuwa mwezi wa Ramadhani umeisha basi ndio somo zimeisha. عن أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان، صوم gani ni bora zaidi katika fadhila baada ya mwezi wa Ramadhani? Aulizwa Mtume صلى الله عليه وسلم, قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. Somo iliyo bora kabisa katika fadhila baada ya mwezi wa Ramadhani ni kufunga mwezi wa Muharram. Kwa ukiingia mwezi wa Muharram, jibidiishe Muislamu kukithirisha kufunga mwezi huu, kithirisha kufunga mwezi huu. Na hadithi ziko nyingi sana katika kuhimiza kufunga masiku mbalimbali. Kwa mfano, tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal-khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sa'im. Mtume sallallahu alayhi wasallam, amali upelekwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Jumatatu na Alhamis, na mimi napendelea amali zangu zifikishwe mbele ya Allah nikiwa nimefanya nini, nimefunga. Kuweza kufunga pia Jumatatu na Alhamis. Ikiwa mwezi wa Ramadhani umeisha, basi qiyamul layl haijaisha jamani, hata kama rakaa mbili pia, kama waweza kuswali rakaa mbili qiyamul layl, ili udumu katika ibada hii ya khairi, ibada iwe na fadhila, iliyo na fadhila kubwa sana. Inaonyesha shukrani ya mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisimama hatta tarima qadamahu au tatawarram, mpaka miguu yake uvimba. Fayuqalu lahu, yani alaumiwa katika hilo na wake zake, kwa nini ufanye hivi na wewe ushasamehewa madhambi yako yaliyopita yatakayokuja? Fayaqulu afala akunu abdan shakura, je, basi siwezi kuwa mja mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa katika kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila nyingi alizotufanyia, kwa khairi nyingi aliyotupa. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abdullah ibn Salam رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Mtume صلى الله عليه وسلم akatuhusia kuswali usiku wakiwa watu wamelala, ni sababu ya kuingia peponi kwa amani kabisa. Kwa hiyo ibada ya qiyamul layl pia tusiiache. Wengi katika wenzetu hapa, pengine labda katika mwezi wa Ramadhan ndio umepata nafasi ya wewe kuweza kuhudhuria kuswali msikitini kwa jamaa. Wako katika ndugu zetu ambao pengine labda alikuwa haswali kabisa nje ya mwezi wa Ramadhan, imeingia mwezi wa Ramadhan ameswali swala zote, wallahi alhamdulillah. Basi kilichoko ni kusimama katika msimamo huo huo uliokuwa nao, usikubali kurudishwa nyuma. Wale marafiki ambao walikuwa kusababishia wewe kutofanya ibada katika miezi mingine, achana nao, si marafiki. Ikiwa wao watataka waje misikitini, vile vikao vya ilmu uliokuwa ukihudhuria katika mwezi wa Ramadhani havikatiki, walillahi alhamdu wal minna. Kuwa karibu na watu wa kheri. Huwezi kujua, huenda neno moja ukalisikia likawa ni sababu ya wewe kurehemewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ameandika sahihi yake kwa neno tu alilolisikia
kwa mwalimu wake aliposema, laiti kama mtu atakusanya katika kitabu kimoja hadithi sahihi peke yake. Jambo hilo likaingia katika moyo wake. Kutoka katika kikao kile akakusanya Sahih al-Bukhari, ambao leo ulimwengu mzima wafaidika na kitabu hiki. Kwa neno moja amelisikia katika kikao cha ilmu. Na wangapi ambao wamehudhuria katika kikao cha ilmu, kuna neno likawa sababu ya kumbadilisha maisha yake yote, akabadilika kabisa, si ule unayemjua. Na ndio maana mara nyingi huambia ikhwa, saa nyingine aweza kuhudhuria mtu katika kikao cha ilmu akawa kuna baadhi ya adabu za tulabi ilmu yeye hana, mfanyie subra, we mwache, atahudhuria polepole, mwisho ataelewa, mwisho atafuata, sababu mgeni hajui, leo atasikia hili, kesho atasikia lile. Nakumbuka kuna akhi mmoja tuliwahi kukutana mahali, tukazungumza mazungumzo hivi, tukataja durusi ilmia na nini. Akasema bwana, kuna darasa wapi? Kamwelekeza mahali fulani, akawa yuaje. Kitambo tulikuwa tukisoma mahali padogo hivi. Sasa yeye akiingia ana hamu maskini ya ilmu, akiingia hivi yuaruka watu wote, atakaye akae pale mbele asikilize vizuri. Sasa jamaa wakirihika, kuna bwana akanifuata, mbona bwana umwambie yule? Mwache hivyo, fanyeni subra. Mwezi wa pili akija yuakaa mwenyewe pale nyuma, sababu ashasikia pale kwa katika adabu za mwanafunzi si sawa mtu kuruka wenzake. Ukija pale kinapoishia mkao, weka pale. Alikuwa yuko ukimwona sura anyoa ndevu, kila kitu kasoro nyusi na kope. Kuna watu kwa hivyo, na ukizeeka pia nyusi zaenda. Sasa unabaki sasa, tujui ni uso ule ama nchapati ile, kila kitu maana kafagia kila kitu. Naita chapati kwa sababu kuna macho, kuna pua, kuna nini kama inaungua, lakini yani usingetofautisha. Sasa aweza kuja na sura hiyo mwanzo, wallahi akihudhuria katika vikao vya ilmu, baada ya muda ukashangaa ni yule unayemjua ama mwingine. Ukamwona ang'ara sura yake, ana ndevu, alhamdulillah, ajiweka vizuri, aketi mtu smart kabisa. Utamwona na kanzu yake nisfu saq, yani ukimwona hivi wamwona huyu ni mtu wa kheri, kwa sababu ya kuhudhuria vikao vya ilmu. Vikao vya ilmu bwana vina baraka sana, na haswa ndani ya misikiti. Na mimi nakuhakikishia waweza kusoma katika vikao vya ilmu mambo ambayo huwezi kuyasoma madrasa mwezi mzima kwa siku moja. Wallahi nakwambia, ukahudhuria mkao mmoja wa ilmu, jambo ambalo lau kama ungelikwenda madrasa wewe usingeyapata kwenye siku moja. Zile fawaid zinazopatikana katika vikao vya ilmu ndani ya misikiti, ajabu na baraka kubwa sana. Kwa hivyo Allah ikhwani, wale marafiki waliokuwa nao, nasema waliokuwa wakikushawishi katika kwenda kwenye maasi, achana nao, waweke kando, elekea katafute marafiki wengine wa kheri, watakaokuwa wakwambia kuna darsa msikiti fulani, kuna muhadhara msikiti fulani. Sababu kama vile tumbo lako lahitaji chakula ili wewe uishi maisha yake dunia, kadhalika roho yako yahitaji chakula ili wewe upate uhai katika moyo wako. Kile chakula ukikikosa, ndio waje kujikuta leo wapungua hii, kesho wapungua hii, kesho kutopungua hii. Ulikuwa swali jamaa, waanza kuacha jamaa polepole, mwisho waacha swala, mwisho waanza kuingia kwenye maasi. Yote haya yaja kwa sababu roho ina njaa. Ile roho haijashiba chakula cha roho, na chakula cha roho ni ilmu. Kaa karibu na watu wa kheri, usikae mbali na wao. Hakuna dawa nyingine, hata kama kwa siku waweza kukaa nusu saa tu peke yake, wallahi uko kwenye kheri kubwa sana. Mimi naweza kuhudhuria darasa alfajiri peke yake mara moja, hudhuria, usikose. Mimi naweza kuhudhuria baina al-maghrib wal-isha, hudhuria. Tena nunua na kitabu kinachosomeshwa, fuatiliza, kuwa very serious katika kutafuta ilmu. Wallahi utakuja kuona tofauti katika maisha yako. Halafu huwezi kuyumbishwa. Kuna watu dini yao yote iko kwenye simu,
akimsikia shekhe huyo mtia huku, akimsikia shekhe huyo mtia huku. Alafu siku hizi watu kwenye masimu wazungumza, utafikiri mkweli wao. Kama hii clip kila saa watu wanitumia, sijui yafaa kufuta kwenye socks hivi kwa madhehebu yote manne hakuna. Kadhab انت كذاب انت والله كذاب. منين جيت بالكلام ده؟ كذاب يا اخي. Mtaifai kufuta juu socks, yani kwa sababu unaona Wasuudi wafuta, basi wewe bora upinge. Huku kwetu kuna maradhi, chochote anachofanya Msuudi wewe fanya opposite. Msuudi Muislamu tena, alafu zampata mtu wa sunna. Sasa sio kila anachokifanya ni kibaya, makhurafi, mwelewa. Kuna mazuri mengi wafanya, hata nyinyi mkienda kule mwaona kuna mambo ya kheri mengi. Sasa kwa sababu wa Saudi tu hapa kuna watu wako hivyo. Hebu wewe waweza kuona Makka haram pale, waweza kuona yule askari amvaa viatu. Sisi pia tuvaa viatu kiingia pale ndani, viatu si bora visafi? Sasa utasikia angalia yule askari madharau kweli kweli, aswali na viatu. Kumbe mjinga huyu, hajui Mtume sana msema sallu fi ni'alikum, si maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa yule ankosea wapi kufanya vile? Ili mradi tu yeye ankifanya huyu Msuudi atakwenda kinyume. Kuna wakati mmoja tumesafiri na bwana mmoja fika Makka kule, yeye ana zile propaganda, Saudi watu wabaya, Saudi watu wabaya. Sasa akienda kule una watu wa kawaida tu kama binadamu wetu, yeye akili yake ni monsters, ni watu waovu kabisa. Sasa mimi natembea na yeye siku moja tu, tulikuwa tungeenda haji pamoja, tutembea na yeye tukaingia haram. Akamwona askari maskini mmoja wa Saudi amvaa Ray-Ban si nini babu kubwa, Aziza semaje alhasil amevaa ile miwani ya Ray-Ban. Wallahi yule jamaa akamwambia hajui Kiarabu hivyo, I want this. Jua kali. Yule askari akamwangalia, akamvulia ile miwani, akamvalisha, akamwambia nenda nayo. Sasa yule jamaa amwambia mimi nilikuwa nafanya jokes. Amwambia la khalas ataitaka. Sasa yule jamaa nikamwambia, wewe huyu hawezi kukubali kumregeshea. Hawaarabu akishakufanyia hivyo maana yake ankupa, na kukuregesha wewe ni aibu kwake. Ashakuvisha, nenda. Anaambia usema nini? Ray-Ban. Naambia subutu, rudi huko, mtu mtukane Msuudi atamtambua. Yaani yule asema hivyo, wallahi anaambia naweza mpiga kichwa. Namwambia wewe si ulikosema urongo tu, mastori ya marungi bwana. Asema hivi, watu wakarimu sana bwana. Na kweli wako hivyo wakarimu, wallahi nas tayyibin. Sasa nyinyi huku mmechorwa propaganda, akifanya Saudi akivaa socks akifuta juu yake haifai. Menene jibta alkalam ده ya ulad, wewe untoa wapi amani tena bwana? Watu wa mtandaoni hawa wana confidence katika madhehebu yote manne, hakuna mfano kama asinzie ndio wadanganywe ili wewe pia usinzie. Wajua ukitaka mtu apige miayo, wewe piga miayo, fanya mbele yake, utamwona atapiga miayo. Sasa ukijidai unalala hivi na mwenzako yualala, ndio wadanganywa. Sasa nyinyi fuateni elimu yenu, chukueni kwa hawa makhurafi hao wa kwenye mitandao. Utaishi wewe maskini wa elimu mpaka ufe. Wallahi alazim, naambia ikhwa, ukifuatana na khurafiyin hawa husomi chochote, maisha yako utabakia mjinga. Leo nimeketi na ikhwa wa university, tulikuwa pamoja, wanieleza jambo mimi nimeshangaa sana. Kule wasoma na wengine makhurafi, wale makhurafi wasema sawa, tutaweka darasa lakini hakuna kuzungumza tauhid, hakuna kuzungumza mambo ya shirki, hakuna kuzungumza bid'a, hakuna kuzungumza nini. Tuzungumza nini? Bajia. Maanake kumbakia Uislamu gani sasa? Mimi nikiwaambia hawa watu hawa katika Uislamu ndio wanaoshika nyundo, wakivunja waingiza maadui ndani, hamwamini. Kila mahali hakuna watu waharibifu kama watu wa bid'a. Wallahi hawa watu hata sisi tuzungumza nini? Tupambane na maadui hawa, watatudunga msumari kwa nyuma hawa. Mwanzo tuwatengenezea hawa waelewe watu dini, wakishaelewa dini kisha ndio mtu ambie watu wengine. Lakini maskini watu wadanganywa na watu wao. Wallahi Uislamu ukawachiwa makhurafi hivi, sidhani kama hata watawalingania usiku wa Uislamu ingie katika Uislamu. Maanake huko sawa
Wewe fikiria mtu tafsiri lakum dinukum waliya din, una ruhusa kufanya vile unavyotaka, wakati sura yaanza na qul ya ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Alhasil, kuna umuhimu sana watu kutenga wakati kuisoma dini. Tusikubali kudanganywa na makhurafi. Watakuja mashia, watakudanganya, watakuja makhurafi, watakudanganya, hasa ikiwa dini yako ichukua kwenye mitandao bila kuchuja. Hujui huyu afaa kusikilizwa, huyu afai kusikilizwa. Kwa Allah ikhwani, ni nasaha kwa ujumla kuwa hata kama Ramadhani imeisha, tusikubali kurudi nyuma, tujibidishe kubakia katika ile kheri tuliyokuwa nayo, na tufahamu kuwa malengo makubwa ya saumu ni la'allakum tattaqun. Tuangalie, je, haya malengo tumeyapata au la? Muhimu sana. Ikiwa umeyapata, basi utaendelea katika ibada hivyo hivyo. Ikiwa haya malengo yamekosekana, basi ndio pale Qur'ani tutaigura. Wengine watawacha swala, wengine watawacha kufunga tena, wengine, na hii ni hatari. Wallahu musta'an. Mimi nitasimamia hapa, kikao cha leo sitaki kirefushe, na insha Allah taala nafikiria leo ndio itakuwa qiyamul layl ya jamaa ya mwisho. Tushaswali leo, kesho tuangalia mwezi. Ikiwa mwezi umeonekana, Eid Ijumaa insha Allah biidhnillah tutakula pamoja. Ikiwa mwezi haukuonekana, kadhi akasema fungeni, tutafunga, lakini kila mtu ataswali nyumbani. Ni rasmia, kila mtu ataswali nyumbani kwake. Mnafahamu? Leo ndo tutaswali mara ya mwisho insha Allah biidhn kwa jamaa. Kwa hivyo tujibidishe insha Allah, huu wakati wa mwisho tusilegeze kamba, na tusilegeze kamba, tuendelee mpaka Ramadhani ishi, na ikiisha ndio tuanze sasa kujipanga kufanya ibada baada ya Ramadhani biidhnillah ta'ala. Wallahu musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.